Hizi fedha kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii haziwi kwa ajili ya manufaa ya serikali au mwajiri. Tunamuona mfanyakazi wetu ambaye anatusaidia sisi tuwepo kwenye uzalishaji, kesho yake ni ipi? Kesho yake ndo tunaiona, kwa sababu binadamu katika maisha yake ana unforeseen events nyingi, ana matukio ambayo yako out of control mengi, kifo, ajali na mambo mengi yanayofanana, majanga mengi. Kwa hiyo tunapokuwa tumeweka viwango hivi, pia studies zilizofanyika ni kuona kiwango hiki kitahimili au kitamwezesha huyu kesho yake ikawa salama, kwa sababu muda mwingi mfanyakazi anautumia kwa mwajiri, anamzalishia mwajiri anapata faida nyingi. Baada ya hapo, na tumeona wastaafu wengi wanapomaliza utumishi wao au kufanya kazi, wengi wana exist ndani ya muda mfupi, wengine wanapoteza maisha kutokana na ugumu wa maisha. Kwa uwepo wa stable social protection, uwepo wa social security ambayo inaweza ikaona kesho yao kwa ufasaha na undani wake, inawafanya pia kesho yao baada ya kumaliza kazi yao ibaki kuwa salama. Mfumo bora wa hifadhi ya jamii lazima ujenge uwiano kati ya ulinzi wa mfanyakazi na uwezo wa biashara kuendelea kukua. Waajiri wanaunga mkono hifadhi ya jamii kwa sababu mfanyakazi mwenye usalama wa kijamii huwa na utulivu, utija na mchango mkubwa katika taasisi. Hata hivyo, ili mfumo huu uwe endelevu, taratibu zake zinapaswa kuwa wazi, rafiki na zisizoleta mzigo usiokuwa wa lazima kwa biashara. ATE kama sauti ya waajiri na mshirika wa kimkakati katika kujenga mazingira bora ya kazi, biashara na uwekezaji nchini, tunaamini kuwa ustawi wa wafanyakazi na uendelevu wa biashara ni misingi inayokwenda kwa pamoja katika kuchochea ajira zenye staa, tija na ukuaji wa uchumi. Naomba kwa ufupi nizungumze kidogo kuhusu huu msamaha ambao tumeutoa kwa waajiri. Msamaha kwa wale ambao walikuwa na madai, tunawadai michango, principal amounts na penalties kwa muda mrefu. Kwanza, kwa wale waajiri ambao kuanzia sasa mpaka tarehe 31 Agosti mwaka huu wataweza kulipa michango yao, zile principal amount zote kwa ujumla, kuanzia sasa mpaka 31 Agosti, wao watapatiwa msamaha wa tozo zote ambazo tunawadai mpaka sasa. Lakini kama kuna watakaoshindwa kulipa michango principal amounts mpaka 31 Agosti, basi nafasi nyingine inatolewa kutoka tarehe 1 Septemba pale mpaka 31 Oktoba mwaka huu, walipe hizo principal amount. Hao watakaoweza kufanya hivyo tutawapa punguzo la tozo la 75%. Wale ambao watakuwa wameshindwa kulipa tozo hiyo mpaka 31 Agosti mwaka huu, basi wana nafasi ya kulipa kutoka tarehe 1 Novemba mpaka 31 Desemba. Hao watakaolipa katika kipindi hicho watapewa punguzo la 50%. Nitoe wito kwa waajiri wote nchini kuimarisha dhana ya ushirikishwaji katika maeneo yao ya kazi kwa kuwashirikisha wafanyakazi, yani vyama vya wafanyakazi, sambamba na kutoa uhuru wa watumishi kujiunga na vyama vya wafanyakazi na kuondoa dhana ya vyama vya wafanyakazi ni adui wa mwajiri, jambo ambalo litasaidia sana kuimarisha mahusiano yetu kazini. Mwisho, naomba nihitimishe salamu zangu kwa kutoa wito kwa wafanyakazi wote nchini kutimiza wajibu wao kikamilifu na kuepuka kuwa chanzo cha kuleta migogoro itakayoharibu amani katika maeneo ya kazi, na kutambua kuwa siku zote haki na wajibu ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja.